نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون. أبالكم حبيب الله سبحانه وتعالى نكم تكيا زيادة يا رحمة متومه صلى الله عليه وآله وسلم. Ili waja wa Allah, ninawasia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bali kwa hakika wafaulu waja wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Waislamu, mbele yetu na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa Allah, mwezi wa amali. Hivyo ningependa kuhusia nafsi yangu pamoja na kuhusia kadhalika watukufu Waislamu juu ya kuitumia vizuri neema hii ijayo, neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, أيها الله، إن رمضان شهر العبادة. حقيقة mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. وقد كان السلف الصالح يستقبلونه بقلوب مفعمة بالإيمان. Salaf salih wema wa umma huu walikuwa wakipokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mioyo iliyojaa imani, wa utuli ta'i qimat al-awqat, na walikuwa wakipokea mwezi mtukufu wa Ramadhani wakiwa na akili zenye kutambua thamani ya wakati. Hivi ndivyo ambavyo wao walipopokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, si kwa kuvunja jungu. Na anasema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yasluh آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. hawatofanikiwa watu wa
mwisho katika umma huu, isipokuwa kwa kufanya yale ambayo waliyafanya waliopita katika umma huu na kuwa sababu ya kufanikiwa kwao. Wenzetu walifanikiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, walichuma na wakaondoka na faida kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo nasi kadhalika, ikiwa tuna nia kweli ya kunufaika na kupata faida ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, hatuna budi kupita mule walimopita wao. Sasa je, wao walipita wapi? Zilikuwaje hali za salaf katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? من أحوال السلف في استقبال شهر رمضان، miongoni mwa hali walizokuwa nazo wema waliopita katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ad-du'a wa tahayya. Walikuwa ni watu ambao wenye kukithirisha dua na kufanya matengenezo. Kana yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan, walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua ili awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani miezi 6 kabla mwezi mtukufu wa Ramadhani. ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. kisha miezi 6 baada ya Ramadhani walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala akubalie yale ya kheri na mema waliyofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya ndiyo yalikuwa maisha ya salaf wa umma huu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. وكذلك من أحوالهم، لكن كذلك miongoni mwa hali walizokuwa nazo salaf wa umma huu katika kukaribisha na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, al-farh wa tabshir. Walikuwa ni watu wenye kudhihirisha furaha na bishara. Yafrahuna bifathi abwab al-jannah, walikuwa wakiufurahia mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hufunguliwa milango yote ya pepo, wataghlaq abwab an-niran, lakini kadhalika hufungwa milango yote ya moto ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kama naqala Ibn Rajab, kama alivyonukuu Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Haya yalikuwa maisha ya salaf wa umma huu pindi unapokaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakadhalika min ahwalihim, lakini kadhalika miongoni mwa hali zao salaf wa umma huu pindi unapokaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani, at-tajdidu tauba. Walikuwa ni watu ambao wenye kuleta tauba mara kwa mara. استقبال شهر بالاستغفار والإنابة والعزم على التوبة الصادقة. walikuwa wema waliopita katika umma huu wanaokaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufanya istighfar kwa wingi na mtu kurejea kwa Mola wake kwa kuacha maasi na kuweka azma ya kutubu toba ya kweli.
kukirimiana katika kufuturishana na kulishana chakula katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kana haluhum tilawat al-Qur'an wa ta'am al-ta'am, hali zao ilikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni Qur'ani na kulishana chakula. Fakana Hammad bin Abi Sulaiman yufatiru fi Ramadhan 500 insan. Alikuwa Hammad bin Abi Sulaiman katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwalisha na kufuturisha watu 500. Hii ndiyo darbu ya salaf. Hizi ndio hatua na njia waliopita salaf wa umma huu, na kadhalika hatutofaulu isipokuwa ni kupita humu waliopita wao. Hivi ndivyo ambavyo sisi yatupasa kuamiliana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yule aliyeruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi asikae nyuma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, awalishe Waislamu wenzake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani hayo ni katika mambo ambayo waliyofanya wenzetu wema waliopita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur